Tuende kazi. Twende nalo. Umetabasamu? Kabisa kabisa. Kweli? Yeah. Naam, ahlan wa sahlan, marhaba. Mie wenu kawaida kiongozi Zuba, nipo hapa kurepresent Kenyatta Market FM. Kaza meno, legeza ulimi, nite mwana wa mama Zubairi, mtaitika. Naam, nami nite Evelyn Adhiambo, taitika. Karibu. Usishangae, huyu ni mwenzangu ambaye ni Mlimbwende. Mwenzangu, majina unazo. Mara kiongozi Zuba, mwana wa mama Zubair, unakanganya watazamaji. Nakwambia usije ukashikwa na pressure ama ukakonda bure. Hayo majina, kila jina lina kazi yake. Tukienda kiongozi Zuba, mie bado ni msanii. Kipenzi changu mama, nguzo ya maisha, bila wewe mama, ningekuwa wapi? Miezi 9 tumboni, kanileta duniani, usiku wanipaziwa, bado nalia, shida kwa raha mamangu, nikiumwa kidogo dukuduku, moyoni nani kamzazi, sina cha kuwalipa tamale. Na tukirudi kwa mwana wa mama Zubairi, hilo ni jina la mamangu, alikuwa mara kwa mara yani dekeza, yani upendo alikuwa amenipatia sana. Babangu akitaka kuniadhibu, mama alikuwa mwenye kuniombea msamaha na kumwambia babangu, mwanao ndio amekosa, lakini usije ukamwadhibu hivi sasa. Amekosa kwa bahati mbaya, mimi namuombea msamaha. Kwa hivyo msamee na hata rudia hilo kosa tena. Sasa katika ile upendo wangu na mamangu ulikuwa zaidi. Wanasema mtoto wa kiume ni wa mama na mtoto wa kike ni wa baba. Na vile ninavyojua hata wewe, mtu akakuguza saa hizi, babako ataweza kupiga mtu ngome moja na kameza ulimi. Kabisa. Wewe ni Gen Z ama tukuweke kwa klasi gani? Mwana wa mama mimi naye niweke klasi ya Gen Z. Gen Z. Naam. Gen Z bwana wanatuumisha kichwa sana. Katika haya maisha saa hizi, Gen Z ukiwaangalia vizuri bana, hawamiliki, hawatumiki na kuchoka. Wanachoka. Mtu yuamka asubuhi lakini amechoka. Na kazi yenu ni simu tu, yani rununu na TV. Kingamuzi kikiisha bila kulipiwa ni vita nyumbani. Yani hata mzazi hawezi akapumua. Kunaendaje? Manake hamtaki kutumika. Vyombo mnataka mupikiwe, muandaliwe kila kitu, mle, mzazi atoe vyombo, akaoshe, hata mnatamani kuogeshwa. Tatizo lenu nini? Mwana wa mama hatuna tatizo lolote. Lasemekana kwa mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Ndivyo akwavyo. Yeah. So unavyolelewa ndivyo unavyokuwa. Haya, kuna harakati zetu. Mimi kama Gen Z, mimi aswa, mamangu hakuna vile utaamka na kitu ya kwanza ni simu ama runinga. Ni kuamka na kushika jikoni, ni kuamka na kufanya kazi zingine za nyumba, tuseme nafua, kufanya tu kazi za nyumba. Tusiekelee sana ati ujenzi. Ujenzi hiyo imetokea tu. Hiyo tu ni jina. Lakini jinsi ambavyo umelelewa, wewe ndio unajua kama utajoin the other Gen Z. Ama utakuwa huku kwa vile ambavyo ulilelewa kutoka chini. Juu kwa kusema kweli, hii jina Gen Z imetokea tu hapa majuzi juzi. Ndio karibu sisi wanarika
unagundua na mimi Gen Z. Mimi kama 18 and above ama 13 ikiendelea mimi ni Gen Z. Na sasa kuna ile ambapo ni nyinyi ni watoto wa 2000 kwa mwaka 2000. Sasa ndio Gen Z imeanzia hapo. Ndio hiyo sasa. So ni ile tu kujiwekea. Nyakati za kitambo mimi before nijue hii system ya Gen Z mimi nilianza kujua hii harakati ya finance bill. Hapo ndo nilijua mimi niko katika group ya Gen Z na tunafaa kufuata, tuko na maneno yetu. Ati Gen Z atamka tu na ni simu. Gen Z atamka na kutoka. Gen Z atamka tu ni TikTok. La. Kwa hivyo inakuwa sio hivyo vile tunavyofikiria. Sivyo. Sasa huu utepetevu mmeutoa wapi? Manake samahani. Sisi nyakati zetu wakati tulikuwa sasa hii rika yenu tulikuwa wenye kujituma na nyinyi hamjitumi. Nikisema kwa kujituma unaweza kupata una miaka 21, 2, 3, lakini kulingana vile upo hapo wewe utawekwa kwa ile klasi ya mtoto ambaye ana miaka 6, 7, 8. Mbona nasema hivyo? Kupika hamtaki, kujifulia nguo hamtaki kutumwa, na umesoma, mzazi wako amekusomesha kuanzia chekechea hadi chuo kikuu, na haoni tofauti yote. Ndio katika masomo nayo kichwani umekariri kila kitu. Hata hivi sasa Gen Z ni werevu sana kutushinda, masomo nayo wanayo, hapo sina pingamizi yote. Lakini kitu kinachotokea kama sisi wazazi ni kama mnataka kurudisha uchumi nyuma. Manake hamtaki kuambilika, hamtumiki, na niye sasa kama nguvu zinaenda zikipungua. Wewe ndio naye kuangalia, manake sasa umetoka, ushelewa. Sasa macho yangu yako kwako. Lakini bado cha kushangaza wewe tu unaniangalia mimi niweze kufanya nini? Kukufanyia mambo mawili matatu, sio chakula. Haya, mengine tena ni lazima asubuhi ni kuamshe. Uwezo ukajiamsha. Sasa ukiangalia hivyo, haya mambo yanatokea baadhi ya sisi wazazi. Mimi upande wangu sitaweza kudekeza mtoto yeyote. Manake juzi kuna kisa kimoja kimetokea. Wazazi wameelea mwanao. Na hivi sasa ana miaka 35, akasoma, yupo sawa kabisa, lakini kazi hataki kwenda kufanya na bado yaangalia wazazi wake. Mtoto wa kiume ni wa mama. Sasa mama amemdekeza mpaka hapa, jamaa limegonga miaka 35. Juzi sasa wanamwambia bana, tunataka pia sisi tuwe na uhuru kwa nyumba yetu. Manake jogoo wawili kwa nyumba bwana haiwezekani. Tumepatana? Sasa hizo ni ndume mbili. Baba na kijana wake. Na walimwamrisha aweze kuhama. Lakini kulingana na vile kulivyotokea, kijana kumbe naye akakimbia kotini kwenda kushtaki wazazi wake. Ya kwamba wanamwambia hame, yeye hana mahala pa kuenda, na cha pili hakuambia anataka kuzaliwa.